Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Baada ya sakata la Mwijaku kutrendi sana kwenye mitandao ya kijamii, likionyesha ni kwa namna gani aliwachanganya wanachuo wawili mpaka kufikia hatua mwanachuo mmoja kutokea chuo cha UDSM kumdhalilisha mwanachuo mwenzake na kumfanyia vitendo vya kiunyama mpaka kupelekea habari hiyo kufikia mbali zaidi. Sasa tunafahamu Mwijaku ameajiriwa katika media ya Crown na msanii Alikiba ndiye mmiliki halali wa media hiyo ya Crown. Sasa watu wengi walikuwa wakijiuliza kuwa Mwijaku nini ambacho kitampata endapo Alikiba atasikia taarifa hizi, kwa sababu tunafahamu hizi media zinaendeshwa na watu ambao kidogo wanajitambua, lakini pia ukiangalia hii ni skendo ambayo ni skendo chafu sana kwa Mwijaku, kwani hawa mabinti kitu ambacho walimfanya huyu mwanafunzi mwenzao basi ni kitendo cha kudhalilishana, lakini pia ni kitendo cha kiunyama sana. Sasa msanii Alikiba siku ya leo ameamua kufunguka kwa mara ya kwanza kuhusiana na hiyo skendo ambayo mfanyakazi wake kutokea katika media ya Crown kitu hicho kimempata, yani Mwijaku. Alikiba ameamua kuzungumza na kudai kuwa endapo skendo hiyo itaenda kuichafua media yake, basi hana budi kumfukuza Mwijaku katika media yake, yani Mwijaku akafukuzwe kazi kwa sababu ya hiyo skendo ambayo imetokea baada tu ya hao wanachuo kuonekana kumdhalilisha mwanachuo mwenzao kwa ajili tu ya Mwijaku. Ni kitendo cha kinyama sana, lakini pia watu wengi mbalimbali wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili tu ya kuonesha hisia zao baada tu ya hichi kitendo kutokea. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza, huyu Mwijaku si ndo huyu ambaye alikuwa akiongea kwenye mitandao na kudai kuwa anampenda sana mke wake, lakini pia Mwijaku amekuwa akijisifia na kudai kuwa yeye ni mwanaume ambaye ana mwanamke mzuri kuliko wote duniani, lakini pia aliwahi kujisifia na kujinadi kuwa mwanamke wake hajawahi kuwa na mahusiano ya nje. Lakini yeye binafsi unaweza kuona ni kwa namna gani ameweza kumdhalilisha mwanamke wake kwa kutoka na wanawake wa chuo. Basi ni kitendo cha ajabu sana ambacho Mwijaku amekifanya. Ukimwangalia sura yake huwezi kuelewa kama ni Mwijaku yule ambaye amekuwa akimsema msanii Diamond Platnumz kwenye mitandao ya kijamii na kudai kuwa msanii Diamond amekuwa akichezea watoto wa watu na wala hakuna malengo yoyote ambayo msanii Diamond Platnumz anayo. Lakini leo limemfika yeye Mwijaku na vimemshuka kweli na ameamua kukaa kimya mpaka dakika hii. Mwijaku hajaamua kusema neno lolote kuhusiana na madai yayo ambayo yanamhusisha kwa hao wanachuo ambao wamefanya kitendo cha udhalilishaji. Lakini pia watu wengine wamekuwa wakimtaka Mwijaku kama anataka sheria isiwe katika sehemu yake, basi ni lazima amsaidie huyu binti ambaye amefanyiwa kitendo cha udhalilishaji kwa namna yoyote ile, asimame naye mpaka hapo ambapo atapata haki yake, kwa sababu ukiangalia Mwijaku hajahusika kumdhalilisha yule binti, lakini yeye ndiye chanzo baada tu ya kutembea na wanafunzi wa chuo tofauti na baadaye wakafahamiana na huyo dada kumdhalilisha huyo binti ambaye anajulikana kwa jina la Mage. Sasa Alikiba, mmiliki wa Crown FM, ameamua kuzungumza na kudai kuwa Mwijaku endapo kutatokea madai yoyote kuwa na yeye anahusika katika tukio hilo, basi ni lazima atamfukuza kazi na wala hatojali amefanya kazi kwa kiasi gani, lakini pia hatojali ni mahusiano gani ambayo yuko nayo kwa Mwijaku. Yeye binafsi ni mmiliki wa Crown FM na Crown TV, kwa hiyo ana mamlaka yoyote ya kumfukuza Mwijaku kazi endapo ataona sifa ya Mwijaku itaichafua media yake. Basi yeye binafsi kama Alikiba lakini pia kama msanii ambaye anasimamia haki, ni lazima atamfukuza Mwijaku katika media yake. Unaweza kuona ni kwa namna gani Mwijaku hili swala linakwenda kumkosti, yani hili tukio la hawa wanachuo
ambalo wamelifanya kwa kumdhalilisha mwenzao linakwenda kumkosti Mwijaku moja kwa moja. Cha kwanza kabisa tunaweza kuona mke wake tayari amekwisha muacha na kumuita nyumbani achukue mabegi yake na aondoke. Sasa unafikiri Mwijaku akiachwa na mke wake ni kitu gani ambacho kinaenda kutokea? Atarandaranda huku na kule na wala hata kuwa na pengine pa kuelekea. Lakini kitu kingine ndo hichi ambacho Alikiba amekizungumza siku ya leo, kuwa endapo Mwijaku ataonekana na makosa yoyote ya kijinai au kuhusika katika udhalilishaji huo, ni lazima atamfukuza kazi yeye kama CEO wa Crown Media. Unaweza kuona Mwijaku hili swala linakwenda kumkosti kwa asilimia kubwa, na pia ni kitu ambacho kitakwenda kumuumiza maisha yake yote hataweza kuelewa ni kitu gani ambacho kiliwahi kumtokea. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza baada ya Alikiba kufunguka na kuongea kuhusiana na mfanyakazi wake huyo Mwijaku ambaye anaongelewa sana kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa hivi? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kutani on notification ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani ambazo zinakiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Niseme tu bye bye mpaka wakati mwingine, I'm out.